Aprili 23. Jumatano. Mwaka wa 2025, mwanafunzi wa uinjilisti aliyebadilisha mkondo wa ulimwengu, Wagalatia 2:20. Nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu, na uhai nilio nao sasa katika mwili, ninao katika imani ya Mwana wa Mungu, ambaye alinipenda, akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Kwa sasa, makanisa ulimwenguni yanafunga milango yao. Kanisa lisipoitangaza Injili, dunia itaangukia katika matatizo ya kiroho na kukabiliana na majanga. Kama matokeo, ninyi remnant lazima mshikilie agano na kubadilisha mkondo wa ulimwengu. Kwanza, lazima ubadilishe mtiririko na mitiririko 9. Ili kuelewa kitu kwa uwazi, unahitaji kuiangalia kutoka pande zote na uangalie kwa karibu. Kwa njia hii, unaweza kupata taarifa sahihi. Unapoona yaliyopita, yaliyopo na yajayo, unaweza kuona jibu sahihi. Unapotazama juu, chini au karibu nawe, unaweza kuelewa kwa haraka kinachoendelea. Pili, ni lazima upeleke maudhui ya mikondo 9 kupitia maombi. Yesu alitoa mnara ya kiti cha enzi inayofanya kazi isiyoonekana kwa macho. Hili lazima liwe jukwaa lako. Safari ya nuru lazima iwe mnara wa mlinzi wako. Miongozo ambayo inaweza kuleta mabadiliko kamili inapaswa kuwa antena yako. Tatu, kuna njia ya kupata majibu. Huu unakuwa mfumo wa upekee na uumbaji upya. Majibu yatakuja. Mungu yu pamoja nawe, sisi, na katika mambo yote, na hii lazima iwe na utaratibu. Kubadilisha DNA yako ya kiroho ni kuwa kiumbe kipya katika Kristo. Mungu anatamani kuokoa kanisa na zama kupitia wewe unayeshikilia agano hili, ombi la agano. Mungu Baba, katika enzi hii ambayo makanisa yanafunga milango yao, naomba niwe remnant ambaye anashikilia agano la kuokoa makanisa ya ulimwengu. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.